Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa kile ambacho kinachoelezwa kwa sasa, mimi nimekusogezea taarifa kuhusiana na bodi ya ligi ambacho kimeendelea kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Unafahamu ya kwamba ratiba inasema ya kwamba mchezo unaofuata kwa klabu ya soka ya Young Africans ni mchezo dhidi ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao ndio mchezo wa dabi. Ndio huo mchezo ambao ulikwenda kuahirishwa kwenye Machi 8 na kuweza kupangiwa tarehe mpya na bodi ya ligi tarehe 15 ya mwezi wa 6. Siku zinazidi kuyoyoma, ukiweza kushuhudia mpaka sasa zimebakia takribani siku 18 tu kuweza kuelekea kwenye mchezo huo. Sasa taarifa kutoka ndani kabisa kuhusiana na mchezo huo, je, utachezwa ama hautochezwa? Ni majibu ninayo yote hapa kwa kile kinachoendelea, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Hapa nazungumzia klabu ya Young Africans. Bana, Yanga unafahamu ya kwamba mara baada ya dabi ya Kariakoo kuweza kuahirishwa ile siku ya Machi 8, ambapo klabu ya soka ya Simba iligoma kabisa kuweza kuleta timu katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku ikieleza kwamba sababu ni kutoweza kupata muda wa kufanya mazoezi kwa kuzuiliwa na klabu ya soka ya Young Africans, kwa mujibu wa kile ambacho wao walikieleza. Watu kutoka Yanga ama makomando, mabouncer kutoka katika klabu ya soka ya Young Africans ndio walikwenda kuwazuia kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kama kanuni ambavyo inaeleza. Sasa kile kilichoweza kutokea, bodi ya ligi kuja katangaza ya kwamba imeahirisha mchezo huo na hautochezwa, na kile kilichoweza kutokea, Young Africans wakasema hapana, tuko tayari kuendelea katika haya ambayo yanatajwa, huku klabu ya soka Young Africans ikieleza wazi katika barua yake kwamba haya ni dhulma na upendeleo wa wazi ambao unafanywa na bodi ya ligi na hawako tayari kuendelea kuweza kuiamini, huku akisema ya kwamba wanaomba viongozi wa bodi ya ligi waenguliwe kwa kile ambacho kinachoendelea. Sasa watu wakafikiri labda pengine zinaweza zikawa ni porojo, lakini baadaye Young Africans waelekea katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Hapa nazungumzia kule kasi. Walipofika kasi, wakaambiwa ya kwamba wanabidi wawe na rufaa ya kutoka TFF ya maamuzi ambayo TFF wameyafanya mpaka kuweza kufikia hapo, kisha waipeleke kasi waende wakatoe sasa hukumu kulingana na kile ambacho kama Yanga hawajakubaliana nacho. Sasa huku ukirudi katika TFF, walikuwa bado hawajatoa hukumu yoyote, ikiwa tu walitangaza ya kwamba mchezo utakwenda kuchezwa kwa mara nyingine, lakini hawakusema ya kwamba sababu ni nini. Wakatangaza ya kwamba wanafanya uchunguzi, watakuja na ripoti ya nini kilisababisha na nani alikwamisha mchezo ule usicheze, kwa sababu ilidaiwa kwamba kulikuwepo na uvunjifu wa amani pamoja na viashiria vya rushwa katika mchezo ule. Sasa kile kilichoweza kutokea katika mchezo huo, inaelezwa kwamba kasi waliwaambia Yanga warudi katika TFF, lakini si kwamba Yanga walishindwa kesi kasi, hapana. Sasa Young Africans wakagoma kusema ya kwamba kurudi kukaa na TFF
meza moja waweze kujadili ile swala, waligoma wakakataa kabisa. Hatimaye bodi ya ligi ilitangaza kwamba tarehe mpya ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ni Machi 15 ambayo itakuwa ni Juni 15, ambapo siku zinazidi kuyoyoma, zinazidi kutembea kweli kweli. Ukiweza kushuhudia kama nilivyokuambia zibakia takriban siku 18 tu kwenda kushuhudia mchezo huo. Sasa klabu ya soka ya Young Africans katika msimamo wa yale ambayo waliweza kuyatoa, walisema ya kwamba hawako tayari kuweza kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo mpaka pale ambapo yale ambayo wanayataka yaweze kuazimiwa, ikiwemo ni kupewa pointi zao za mezani ambapo ni pointi 3 na magoli 3. Vinginevyo hivyo basi wako tayari kwa lolote lile, ikiwa ni kushushwa daraja, ikiwamo kukatwa pointi, wako tayari kwa kila kitu, ijapokuwa hawataki kuendelea kuweza kujishuhudia dhuluma na kile kilichoweza kutokea. Sasa kwa taarifa ambazo zinazoelezwa za ndani kabisa, hizi ambazo mimi nimekusogezea hapa kuhusiana na kile kinachotajwa katika yale ambayo yameweza kujili, unaambiwa bana. Sasa za ndani kabisa inaelezwa ya kwamba kile ambacho kinachotajwa ni kwamba Kariakoo Derby huenda ikapigwa katika uwanja wa Amani Stadium, ambapo inaeleza Yanga wamegoma kabisa kucheza mechi ya Derby ya Kariakoo Juni 15 hadi mambo yao yanayolalamikiwa kutekelezwa na wahusika wa bodi ya ligi. Lakini viongozi wa Yanga wanasubiri kama mambo yao yakitekelezeka, kwa vile Yanga ndio wenyeji, mechi wanaipeleka uwanja huru ambao ni Amani Stadium. Kwa mujibu wa kanuni za ligi, klabu inaruhusiwa kuomba kucheza mechi zisizozidi 3 uwanja huru, yani uwanja ambao wenyewe sio uwanja wao, ni uwanja ambao watakaochagua. Yanga msimu huu hawajacheza uwanja mwingine tofauti na uwanja wa nyumbani, ambapo awali walikuwa Chamanzi alafu sasa wakahamia KMC. Kwa hiyo inaelezwa kwamba Yanga huenda wakatimkia zao pale kunako katika dimba la Amani Complex, ambako mnyama Simba alikwenda kufa pale kwa kile kilichoweza kutokea, kwa namna ambavyo Yanga wanaonekana ni kama vile wanakabia juu sana kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea. Lakini katika taarifa ambayo imeweza kutolewa ni kuhusiana na kile ambacho Young Africans ambao wao wametoka na taarifa yao, wanasema kwamba kuhusu dabi sisi hatuchezi, tulishasema kama Yanga ili tucheze tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe majibu stahiki kwa nini Simba walikimbia na kwa nini uongozi wa TFF na bodi ya ligi walihailisha mchezo huo. Baada ya hapo waseme nani mkoseaji na nani adhabu yake. Lakini ikitokea timu inakwenda uwanjani pasipo sisi ambao ni mashabiki kujua hatima ya hilo jambo, basi tutakuwa tumejizalilisha mno. Unaona bana, huku kila mmoja akiweza kumwandama. Hapa nazungumzia Rais Engineer Hersi kwa kauli ile ya atuchezi, ambayo kwa sasa imeendelea kuwa vinywani mwa mashabiki wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Anaandika mchambuzi Lukiko, anasema ya kwamba waziri tusaidie TFF, kafu hawana matatizo yoyote kama kweli unaupenda mpira. Anasema ya kwamba nimeshangazwa kama sio kusikitishwa na andiko la naibu waziri ambayo ni mwana FA ambacho alikiandika kwenye mchezo wao kati ya Simba dhidi ya klabu ya soka ya Barkane, ambapo kile alichokiandika aliandika, ngoja nikinukuu, anasema kwamba nimeandika na kufuta mara nyingi leo, ila napendekeza siku nyingine bingwa au anatolewa tu na kafu na tusipotezeane muda. Unaona bana, kwa kile ambacho alichokiandika mheshimiwa waziri. Sasa kilichomshangaza mchambuzi, anasema kwamba kilichonishangaza naibu waziri anashangaa na maamuzi ya waamuzi, lakini katika ligi yake ya ndani maamuzi kama hayo yamekuwa yakifanyika na Simba amekuwa mnufaika mkubwa. Mechi ya Mashujaa inatosha kabisa kuonyesha kuwa huyu mwana FA ajui analolisema. Anashinda kukemea TFF na bodi ya ligi, anaenda anawaambia kafu eti wateue bingwa.
TFF kila siku wanateua marefa wasio na beji ya FIFA, tena waamuzi wachanga kwa ajili ya kuchezesha mechi za Simba. Hatuja kuona unalalamika. Mechi za Simba zina makosa ya kibinadamu chungu nzima. Hatujaona unalalamika. Ulitaka kafu watoe penati kama zile za kina Kefa Kayombo au Asmazi au Heli Sasi au Tatu Malogo. Haya, tuje kwenye fakti. Mechi 2 dakika 180 Simba amepiga shoot on target moja pekee. Kosa ni la kafu. Alitaka refa achukue mpira atenge penati kama zile za penati za Kefa Kayombo. Walifikiri na huku kafu kuna mambo ya mchongo kama kwenye ligi, kama kwenye bodi ya ligi. Naibu waziri anapaswa kuomba radhi na tuombe radhi wapenzi na mashabiki wa mpira Tanzania, kwa sababu hata kwenye ligi ya nchi yake mamlaka za mpira hazitendi haki. Anapaswa kusimamia haki kwanza kwenye ligi yake kabla hajawalaumu kafu. Haya, kosa la refa ni lipi? Kutoa penati, maana hata on target hawajapiga. Au waziri alikuwa analazimisha uingie kwenye historia kuisaidia timu yako ya moyoni kuchukua ubingwa pasipo na sifa. Unaona bana, kwa kile ambacho kimeajili katika mchezo huo na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika ligi kuu ya Tanzania. Bana, weka maoni yako hapo chini kuhusiana na kile ambacho nimeweza kusogezea hapa kuhusiana na hayo.